Je, umewahi kujikuta ukikabiliana na mtoto mwenye ukaidi au ujeuri wa hali ya juu? Unapojaribu kuelekeza, yeye anakujibu kwa hasira au hata kukataa kabisa kutii. Karibu kwenye video hii ambapo tutajifunza kwa kina mbinu 10 zilizothibitishwa kisayansi za kushughulika na tabia hizo kwa njia ya kiufanisi, zenye matokeo na zenye matokeo ya kudumu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kwa ajili ya malezi na nidhamu na udhibiti kwa ajili ya kuhakikisha mtoto wako anakuwa na nidhamu njema na maendeleo yake kitaaluma. Karibu tuanze hatua moja baada ya nyingine kuona ni mbinu gani zilizothibitishwa na wanasayansi ambazo zinakusaidia kushughulika na tabia hizo. Kwa njia ambazo ni za ufanisi, kwa njia ambazo ni za upendo na njia ambazo zitaleta matokeo chanya. Karibu tuanze. Mbinu ya kwanza, elewa kiini cha tabia. Yaani tunasema chanzo si uasi, ni maendeleo ya akili. Watoto wengi wenye ukaidi au ujeuri huwa wanapitia hatua ya ukuaji wa kisaikolojia na kihisia. Kwa mujibu wa Jean Piaget, watoto katika hatua ya pre-operational stage ambayo ni miaka 2 hadi 7 huanza kuwa na egocentrism, kuona kila kitu kutoka kwa mtazamo wao tu. Hebu tuangalie ushahidi wa kisayansi. Tafiti zinaonyesha kuwa ukaidi mwingi hujitokeza zaidi katika umri wa miaka 2 hadi 4, kama vile terrible twos, na tena katika ujana wa mapema. Chanzo ni mabadiliko ya kiakili na kutafuta uhuru wa kujieleza. Hebu tuangalie ushauri wa kitaalamu. Wataalamu wanashauri kuwa badala ya kuona ukaidi kama uasi, ona kama fursa ya kumfundisha mtoto kuhusu mipaka, udhibiti wa hisia na mawasiliano chanya. Mbinu ya pili, tumia mbinu ya kuimarisha tabia nzuri, ambayo hii tunasema ni positive reinforcement. Badala ya kuadhibu, mtazame mtoto kwa macho ya kutafuta tabia nzuri na uithamini mara moja. Ushahidi wa kisayansi unasema kwamba, kulingana na B.F. Skinner, huyu ambaye anashughulika na mambo ya psychological wa behaviorism, tabia zinazothaminiwa huwa zinaongezeka. Ambapo hapa hii ni positive reinforcement, ni mojawapo ya njia bora za kujenga tabia mpya. Mfano wa mbinu: nimependa ulivyoitikia haraka nilipokuambia kuosha mikono. Asante kwa kutii. Tahadhari: usitumie tu zawadi za vitu kama pipi. Tumia pia pongezi za kihisia na mahusiano, tabasamu, kukumbatia, kupongezwa mbele ya wengine. Mbinu ya tatu, weka mipaka ya kudumu ila kwa upole na uthabiti. Watoto hujaribu kuvuka mipaka ili kuona ikiwa wataruhusiwa. Wakiwa bila mipaka, huhisi wasio salama. Hebu tuone ushahidi wa kisayansi. Hapa ushahidi wa kisayansi tunaangalia tafiti kutoka American Academy of Pediatrics zinaonyesha kwamba watoto wanaolelewa kwa authoritative parenting style, ambayo ni kwenye upendo lakini madhubuti, huwa na nidhamu kuliko wale wa authoritarian ambao ni mkali mno, au permissive ambao ni mlegevu. Hebu tuangalie hapo mbinu. Unaweza kutumia mbinu ukamwambia mtoto, ninakupenda sana, lakini kukupiga ni kosa. Huwezi kumpiga dada yako ukikasirika. Ni sawa kusema, lakini si kupiga. Mbinu ya 4, wasaidie kutambua na kueleza hisia zao. Watoto wakikaidi mara nyingi ni kwa sababu hawawezi kuelezea wanachohisi. Hivyo kujieleza kwa vitendo kama kelele, kugoma au hata vurugu. Mbinu za kitaalamu hapa tunaangalia, tumia emotional coaching. Neno la kitaalamu lililotolewa na Dr. John Gottman. Msaidie mtoto kutaja hisia. Mfano, naona umechukia kwa sababu hujapewa zamu. Faida ya njia hii, watoto wanaofundishwa kuelezea hisia zao hujifunza kudhibiti mihemko na hupunguza tabia za ukaidi. Mbinu ya 5, dumisha mahusiano chanya, ambao ni muda wa ubora na kusikiliza. Watoto wenye tabia ya ukaidi mara nyingi hujaribu kutafuta attention ya wazazi kwa njia mbaya kwa sababu hawapati muda wa kutosha wa upendo na kusikilizwa.
Ushahidi wa kisayansi unaonesha kwamba kulingana na tafiti za Harvard Center on the Developing Child, watoto wanaojengewa mahusiano thabiti ya kihemko na mzazi huwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti tabia na hisia. Mbinu ya 6, tumia mbinu ya natural consequences, ambayo hii mbinu tunasema ni athari asilia. Watoto wanajifunza vyema kupitia athari za moja kwa moja za matendo yao. Hii huitwa natural consequences, yaani kumruhusu mtoto aone madhara ya uchaguzi wake bila kuingilia mara moja, isipokuwa ikiwa kuna hatari. Ushahidi wa kisayansi hapa tunaangalia psychological ya maendeleo inaeleza kuwa watoto hujifunza vizuri kwa njia ya experiential learning, yaani kujifunza kupitia uzoefu wao binafsi. Mfano wa mbinu ambazo unaweza kutumia: mtoto akigoma kuvaa koti wakati wa baridi, mpe nafasi ikiwa si hatari na aone anavyopata baridi. Kingine, akigoma kula chakula, muache bila kumshurutisha, baadaye ataelewa umuhimu wa kula kwa wakati. Hapa natoa angalizo ambalo ni onyo: usitumie athari kali au hatarishi. Tumia natural consequences ambazo zinapaswa kuwa salama na zenye lengo la kujifunza, si kuumiza. Mbinu ya 7, epuka mapambano ya madaraka, ambayo hii tunaita power struggles. Watoto hujihisi huru wanapopata nafasi ya kufanya maamuzi madogo. Wakati mwingine ukaidi ni njia yao ya kudai udhibiti juu ya maisha yao. Hebu tuangalie ushauri wa kisaikolojia. Kwa mujibu wa Dr. Rudolf Dreikurs, ukaidi hutokea wanapohisi hawana nafasi ya kuchangia uamuzi au kuheshimiwa. Hapa mbinu unaweza kutumia: badala ya kusema vaa nguo hii, sema ungependa kuvaa fulana nyekundu au ya blue leo. Badala ya kuamua, toa uchaguzi wa aina mbili ambazo zote zinafaa. Matokeo hapa, mtoto anahisi kuwa anaheshimiwa na anapata sauti, hivyo hujifunza kushirikiana badala ya kupinga. Mbinu ya 8, fuata ratiba na mpangilio, ambayo hii ni structure and routine. Watoto hujifunza tabia bora katika mazingira yenye mpangilio wa kudumu. Kukosa utaratibu kunaweza kuchangia ukaidi na msongo wa akili. Ushahidi wa kitaalamu hapa tunasema tafiti za taasisi kama CDC na Harvard zinaonyesha kuwa watoto wenye ratiba thabiti huwa na viwango vya chini vya msongo ambao ni stress, na huwa na nidhamu nzuri. Hapa mfano wa mbinu: unaweza ukatengeneza ratiba kila siku, muda wa kula, ukaonyesha ni muda gani watoto wanatakiwa wale, alafu pia utaonyesha muda wa kucheza, utaonyesha pia muda wa kulala, yaani ratiba itakuwa inawaongoza wale watoto. Pia unaweza ukaweka alama za kuona ambazo tunasema ni visual charts, ili mtoto ajue kinachofuata, ajue baada ya kula nini kitafuata. Hapo itamrahisishia mtoto kuwa na tabia nzuri. Faida yake, watoto wanapata usalama wa kihisia na wanaelewa matarajio, jambo linalopunguza migogoro na ukaidi. Tumia mbinu ya time in badala ya time out. Badala ya kumtenga mtoto ambao ni time out, time in ni wakati wa kukaa naye karibu na kumsaidia kutambua hisia na kufikiri kuhusu tabia yake. Ushahidi wa kisaikolojia hapa tunaona kwamba dhana ya time in inakuza mafanikio katika tafiti za neuropsychology, hasa kwa watoto wa umri mdogo, kwani ubongo wao bado hauwezi kujidhibiti peke yao. Mfano wa mazungumzo: naona ulikasirika sana, twende tukakae pamoja kidogo, halafu tutaongea unavyoweza kusema ukiwa na nini, ukiwa na hasira. Sawa mtoto wangu Hapo inamsaidia mtoto kuhusu tabia na hisia. Faida za hii njia ya time in: huimarisha uhusiano mzuri wa kihisia kati ya mzazi na mtoto, na hujenga uelewa wa ndani kwa mtoto kuhusu tabia na hisia. Mbinu ya 10, tafuta kisaikolojia ya kina. Je, kuna kiini cha kina? Tabia ya ukaidi au ujeuri inaweza kuwa dalili ya shida ya kina kama vile ADHD, ambayo hii ni attention deficit hyperactivity disorder, au ODD ambao ni oppositional defiant disorder. Nyingine ni msongo wa kihisia ambao ni toxic stress.
Ushahidi wa kitaalamu hapo unaonyesha DCM-5 ambao ni Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, kutambua kuwa tabia za ukaidi zinapovuka viwango zinaweza kuashiria ugonjwa wa kisaikolojia unaohitaji tathmini ya kitaalamu. Ukaidi wa mtoto unaweza kukatisha tamaa, lakini unapouangalia kwa jicho la maarifa, unakuwa mlango wa fursa ya kumjenga mtoto kiakili na kihisia. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Usisite kulike, usisite kushare kwa wazazi wengine ili waweze kujifunza mbinu za kuwasaidia watoto wenye tabia za ukaidi na ukorofi. Asante kwa kutazama sehemu hii. Kama bado haujajiunga nasi, hakikisha unabonyeza subscribe ili tuweze kupata maoni yako kwenye comment section. Hakikisha unaandika ni mbinu gani ambazo wewe unazitumia kuweza kukomesha tabia za ukorofi au ukaidi kwa watoto. Karibu tena ili tuweze kuendelea na mada zingine ambazo zinafuata katika chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Karibu tuwalee watoto kwa moyo wa upendo, kwa moyo wa ujasiri na kwa jinsi ya kuwasaidia watoto. Kumbuka kuwa ukimsaidia mtoto leo atakuwa mzazi mwema kesho. Karibu tuweze kushirikiana kwa pamoja. Kwa pamoja tunaweza kuwasaidia watoto wetu. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.